Kwa nini? Kwa nini ni moja ya maswali mazito zaidi kuwahi kuulizwa na binadamu. Ni swali ambalo linafungua milango ya falsafa, sayansi na hata imani. Lakini ukweli ni huu: kwa nini halina jibu moja tu, lina majibu mengi kulingana na unachohoji. Hebu tulichambue kidogo kwa kina ili neno kwa nini. Kwa nini ni nini? Kwa nini limegawanyika katika makundi makuu matano. Kwa nini kama chanzo cha maarifa? Kwa nini kama kutafuta maana? Kwa nini kama sababu? Kwa nini kama imani? Kwa nini kama ukweli mzito? Sasa tunaenda kuangalia kwa nini kama chanzo cha maarifa. Binadamu huuliza kwa nini kwa sababu ana udadisi. Hii ndiyo inayoleta maendeleo yote, kutoka moto hadi sayansi hadi teknolojia hadi AI. Ni kwa sababu binadamu aliuliza kwa nini. Alipouliza kwa nini mvua inanyesha, mwanadamu akaenda kupata kitu kinaitwa sayansi ya hali ya hewa. Alipouliza kwa nini tunahisi maumivu, mwanadamu alienda kupata saikolojia na biolojia. Hivyo kwa nini ni injini ya akili ya binadamu. Kila kitu kinachotokea leo ni kwa sababu ya kwa nini. Leo hii umeshika simu yako hapa saizi, ni kwa sababu kuna mtu aliuliza kwa nini. Mtu aliuliza kwa nini siwezi kuwasiliana na mtu aliye mbali, ndipo akaanza kugundua simu, akagundua kifaa ambacho naweza kukawasiliana na mtu umbali wa mita 200. Then kika expand hadi leo ukiwa na smartphone una connect the world, unaiunganisha dunia. Hivyo kwa nini ni injini ya akili ya binadamu. Lakini kwa nini kama kutafuta maana. Binadamu akijiuliza swali au akiuliza kwa nini, mara nyingi anataka kupata maana fulani. Hapa tunaingia kwenye falsafa. Swali la kwa nini mara nyingi linamaanisha nini, maana ya hili jambo. Mfano, mwanadamu akiuliza kwa nini kuna mateso, maana yake anauliza nini maana ya mateso. Yaani mateso yanatokeaje? Mwanadamu pia akiuliza kwa nini tunaishi, anarudi kule kule kwa nini. Yaani kwa nini kuna maisha, nini maana ya kuishi, nini maana ya jambo hilo la kuishi. Unakuja kuelewa kwa swali la kwa nini huwa halina jibu moja sahihi. Wana falsafa wakubwa kama Aristotle na Friedrich Nietzsche walitoa mitazamo tofauti kabisa. Kwa nini
kama sababu, cause. Katika sayansi, kwa nini mara nyingi hubadilishwa kama nini kimesababisha? Mfano, kwa nini moto unawaka? Kwa mtu akiuliza kwa nini moto unawaka, kwa muktadha wa sayansi nasema kwa sababu ya mmenyuko wa kemikali, oxygen plus fuel plus heat. And oxygen, mafuta na joto. Kwa nini dunia ipo? Hapa nadharia kama Big Bang Theory na nadharia hizo kwa mujibu wa sayansi wanaamini hivyo. Yaani sayansi, neno kwa nini linatumika kutafuta chanzo cha tukio, sio kutafuta maana ya hili jambo. Kwa sayansi, kwa nini kwa upande wa imani katika dini, kwa nini mara nyingi hujibiwa kwa mtazamo wa kiroho? Mfano, kwa nini tunaishi? Tambiwa tu kwa kusudi maalum. Kwa nini dunia ipo? Utaambiwa kwa mapenzi ya Mungu. Ni jibu linategemea zaidi imani ya mtu, lakini ukweli mzito ni upi? Kadri unavyozidi kuuliza kwa nini, unafika sehemu ambapo hakuna jibu la mwisho kabisa. Mfano, ukiuliza kwa nini ulimwengu upo, kwa nini kuna kitu badala ya kutokuwepo kabisa? Haya ni maswali ambayo hata sayansi na falsafa bado yanahangaika nayo. Hivyo, kwa nini ni swali lisilo na mwisho, na hiyo ndiyo nguvu yake. Ndilo swali linalomfanya binadamu kugundua sayari, kuunda teknolojia, kuandika historia na hata kutafuta Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Hansen Julius, Dance Family.